Ni vitisho kutoka kila upande, kwa maana upande wa Iran na upande wa Israel. Israel inatoa vitisho kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye anadai kwamba mashambulizi yaliyofanywa katika siku ya Ijumaa na haya ya Jumamosi ni mashambulizi madogo sana, na Iran isubirie mkururo wa mashambulizi ambayo itaikumba nchi hiyo. Wakati huo huo, Iran ikionya kusema kwamba mchakato wa kisasi ni endelevu katika taifa la Kiyahudi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limesema mchakato wa kisasi cha kitaifa cha Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni ndio kwanza umeanza, na kuikumbusha Israel kwamba italazimika kulipa gharama za jinai zake. Katika taarifa iliyotolewa siku ya leo Jumapili ya Juni 15, idara ya mahusiano ya umma ya IRGC ilitangaza kupoteza kwa makamanda wake 7 wakuu wa kikosi cha wanaanga wa IRGC ambao waliuawa shahidi, ikiwa ni pamoja na Jenerali Amir Ali Hajizade, kamanda wa kikosi hicho, katika kombora la alfajiri ya Ijumaa lililofanywa na Israel. Makamanda wa Iran wameapa kwamba lazima walipe kisasi vifo vya makamanda wenzao, kwamba mpango wao sasa hivi ni kuhakikisha wanapambana kwa jasho na damu katika kile ambacho Ayatollah Al-Khamenei amewaagiza. Ikiangazia jibu kali na madhubuti la IRGC kwa mashambulizi ya Israel muda mfupi baada ya kitendo cha uchokozi, taarifa hiyo ilisema huu ni mwanzo tu kwa njia ya kulipiza kisasi cha kitaifa. Utawala wa Kizayuni lazima ukumbushe kwamba zama za jinai zisizo za adhabu zimeshaisha. Hii taarifa imetolewa kupitia shirika la habari la Tasnim. Hata hivyo, Tasnim imeeleza katika taarifa yake kwamba IRGC, jeshi la Iran, limesema kwamba utawala wa Israel unaokalia kwa mabavu maeneo ya Wapalestina utaangamizwa na kuanguka kabisa, kama ambavyo Israel inataka kuangusha utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Kwa hivyo kumekuwa na maneno ya kutoka kila upande, kila mmoja akiamini kwamba zana za kijeshi alizokuwa nazo, uwezo wa wanajeshi wake utaweza kuangamiza upande wa pili. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa kuuawa shahidi kwa makamanda wa kikosi cha wanaanga wa IRGC kumeimarisha azma ya taifa la Iran na kusimama dhidi ya utawala wa Kizayuni na waungaji wake mkono. Hata hivyo, Iran iliapa lazima ifanye shambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani, huku Donald Trump akitoa onyo kali kwa Iran kwamba isithubutu kufanya shambulizi, kwani moto mkali utaiwakia Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.